mpaka nimeingia kwenye memu, kwa sio kwamba labda tu imenivutia, ila mimi ninapenda sana kuigiza. Ipo kwenye damu na ipo kwenye moyo wangu, naipenda kabisa kwa dhati. Ana kioo chake yeye amekitengeneza, anakuweka mkono wako, unachukua mkono wako na kubandika pale, kisha kubandika barabara kabisa. Mpendwa mtazamaji, ni siku nyingine tena. Mbele yako unayemuona kwenye video yako ni mwanadada ambaye ana mkasa wake mzito kweli kweli, umefichua siri nyingi sana ambazo tangu umezaliwa, mpendwa mtazamaji, hujawahi kuzifahamu. Kwa hiyo nakusihi, tega sikio lako, ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, twende tukamsikilize. Ana simulizi yake nzito sana ya kusisimua. Hakikisha unafuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tunakwenda kupiga naye story kama ifuatavyo. Mwanadada, kwema? Kwema, mambo? Poa, mambo yanakwendaje? Mambo ni fresh, sijui wewe? Fresh kabisa, barabara kabisa. Sijui kwa jina unaitwa nani? Mimi kwa jina langu la kisanii naitwa Vediana. 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 Kifupi Vedi. Vediana. Ndio. Okay, siku ya leo tumekutembelea hapa kwa sababu tumesikia rumors mbalimbali au niseme tetesi nyingi sana mtaani kwamba wewe sasa hivi unajihusisha na masuala ya kishirikina, ili hali ni msanii mkubwa sana ambao hivi juzi kati tumekuona ukiigiza katika tamthilia hii ya Memkwa. Kwa hiyo kumekuwa na maswali tofauti tofauti, kumekuwa na sintofahamu nyingi sana mtaani kwa sababu wewe sasa hivi umeshakuwa star, umeshakuwa maarufu sana. Kwa hiyo tukaona tufunge safari mpaka tufike hapa nyumbani kwako ili tuweze kufahamu ukweli. Kwa hiyo mtazamaji yupo hapa anakufuatilia kwa makini sana. Tunaomba twende moja kwa moja kwenye story. Kuaje mpaka sababu iliyokupelekea pekee ukaenda kwa mganga ilikuwa ni nini? Sababu ambayo ilinipelekea niende kwa mganga kwa sababu nilikuwa natafuta umaarufu, natafuta usuperstar. Afu na pia usuperstar huwa hauji tu bila wewe mwenyewe kuutafuta. Inabidi utafute ili upate usuperstar. Hicho ndo ambacho kilikuwa kimenipelekea hadi nikawa nimeingia kwenye mambo ya kishirikina. Ulikuwa unatafuta umaarufu. Nilikuwa natafuta umaarufu. Kwa hiyo kiukweli nashukuru nilichokuwa nakitafuta. Kama mlivyoambiwa kwamba mimi sasa hivi ni maarufu sana, ni superstar na anaigiza movie ya Memkwa. Ni kweli, hawajadanganya. Okay, labda mtazamaji wetu angependa kufahamu, angeweza kujua zile siri endapo ungemsimulia kwanza historia ya maisha yako kuaje kabla hujafika kwa mganga. Tueleze kwanza historia ya maisha yako, ilianzaje, ilikuwaje? Kiukweli mimi historia ya maisha yangu nilikuwa tu na maisha ambayo ya kawaida sana. Nilikuwa ambaye ni mtu ambaye napambana, nimefanya sana kazi za watu, kazi za ndani, nimeuza miogo, nimetembeza machungwa, nimefanya yani kazi za aina mbalimbali. Hiyo yote ni kwa ajili ya kutafuta nini? Ya kutafuta pesa. Lakini mwisho wa siku basi na mimi nikaingia kwenye hayo mambo ili nitafute umaarufu. Okay, ukaingia kwenye hayo mambo, lakini wewe mganga ulimjuaje? Kiukweli huyo mganga mimi nilikuwa simfahamu, lakini nimekuja kumfahamu kutokana na rafiki yangu, ndo alinifanya mpaka nimjue huyo mganga. Huyo rafiki yako labda ni mwigizaje naye au huyo uliokutana naye wapi? Huyo rafiki yangu sio ni mwigizaji, ila huyo rafiki yangu yeye katika harakati au katika pilika za maisha, kutafuta maisha hapa na pale, ndipo nilipokuwa nimejuana naye, lakini yeye wala hahusiki na mambo ya uigizaji. Okay, ulikutana naye. Sawa, mpendwa mtazamaji, tunaendelea kupiga story na mwanadada hapa, amejitambulisha kwa jina anaitwa Vediana. Kwa hiyo endelea kusikiliza mkasa huu kwa sababu sasa ndio tunaenda kwenye kiini cha story kilichotufanya tukafunga safari mpaka kufika katika hapa yalipo maskani yake. Na kurejea mwanadada Vediana, labda mtazamaji wetu anapenda kufahamu ule ukweli. Tueleze kwanza historia yako ya uigizaji, ulianzia wapi? Ni sanaa ambayo uliipenda kutoka ndani ya moyo wako au ilikuwa ina ushawishi kutokana na hii tamthilia mpya ambayo inaigizwa ya Memkwa? Kiukweli mimi niseme ukweli kwamba hii tamthilia mpaka nimeingia kwenye Memkwa sio kwamba labda tu imenivutia, ila mimi ninapenda sana kuigiza. Ipo kwenye damu na ipo kwenye moyo wangu, naipenda kabisa kwa dhati. Kwa mpaka nimeingia kwenye hii tamthilia kuigiza kwamba ni kitu ambacho nakipenda. Na sio nakipenda tu, nakipenda pia na pili nataka nipate mafanikio. Mtazamaji, tunaendelea kupiga story. Mwanadada hapa anaendelea kufunguka kisa chake.
Lakini nakurejea mwanadada yetu Vediana, mtazamaji wetu yuko hapa na kufuatilia kiundani kwa makini zaidi. Tunaomba twende moja kwa moja kwenye historia yako na vitu ambavyo ulikutana navyo kwa huyo mganga baada ya kwenda. Historia yangu inaanza kwamba mimi katika pilika zangu tayari ndo nimeanza kuanza sasa kuigiza. Nikakutana na huyo rafiki yangu siku, nikamwambia bwana, akaniuliza vipi siku hizi unajishughulisha na nini? Ikabidi nimwambie ule ukweli. Lakini nikamwambia rafiki yangu nzio napitia changamoto. Ananiambia changamoto gani hizo rafiki yangu? Nikamwambia kuna changamoto ambayo yani inanichanganya sana, maana kila ninavyofanya vitu vyangu naona haviendi. Akaniambia kwani wewe unataka iweje? Nikamwambia bwana, mimi mwenzako nataka niwe maarufu. Lakini kila ninavyojitahidi sipati umaarufu, yani napambana sana. Akaniambia ndugu yangu, umaarufu hauji tu kama unavyojua wewe. Usioni hawa wote watu wana magari, wana majumba, wana hela. Usifikiri kwamba tu yani ilikuja tu. Inabidi uhangaike. Nikamwambia sasa mbona nahangaika? Kuhangaika kivipi? Akasema we hujui ninachokimaanisha. Nikamwambia hebu niambie. Akaniambia sasa kwa leo sitaweza kukuambia, ila kesho nitafute, nipigie simu. Nikamwambia sawa, haina shida. We nipigie simu, tukutane sehemu, kama nitakuja nyumbani kwako au kama nitakwambia uje nyumbani au tukutane wapi ili nikuelekeze huo maarufu ambao unautafuta wewe, nikuelekeze na ili upate huo maarufu. Sio maarufu tu umekaa tu unahangaika unasema unapata maarufu, wewe bado hujautaka umaarufu. Lakini kama ukitaka umaarufu basi utaupata. Nikamwambia sawa, nikutafute saa ngapi? Akanambia wewe kuanzia mida ya saa 5 na kuendelea wewe nitafute. Nikamwambia sawa. Basi kweli tukaachana pale, mimi nikaendelea na mishemishe zangu. Ilipofika jioni nikaenda zangu nyumbani. Kulivyokucha ilipofika saa 5 mimi nikampigia simu. Vipi rafiki yangu? Poa, uko wapi? Ananiambia mimi niko nyumbani. Nikamwambia sasa ile issue vipi? Akanambia sasa wewe niambie unataka tukae wapi? Nikamwambia bwana mimi nataka sijui. Wewe utakakosema mimi ndipo nitafanyaje, nitakuja. Akasema sawa. Basi akanambia tukutane sehemu tuonane. Akanielekeza hiyo sehemu, tukaenda kuonana. Akanambia bwana, mimi nataka nikupe siri. Yaani usione hawa watu wasanii wamekuwa maarufu. Usione waimbaji wamekuwa maarufu, waigizaji wamekuwa maarufu, matajiri. Yaani inabidi utafute huo maarufu na sio kama unavyofikiria wewe unautafuta vipi. Yaani wewe unajua tu kwamba unaenda tu kuigiza ndio utaupata maarufu, hicho kitu hakiwezekani. Nikamwambia sasa basi nifungukie. Ananiambia bwana, mimi kuna sehemu nataka nikupeleke. Je, uko tayari? Wakati huo mkiwa wapi sasa? Mko hapa jijini Dar es Salaam au mlikuwa wapi? Kwa hapo tulikuwa tupo Dar es Salaam. Dar es Salaam ni mtaa gani? Tulikuwa Tabata. Tabata. Ndiyo. Hivi wasichana wa Tabata wanaloga sana, wanaamini sana katika nguvu za kishirikina eh? Ndiyo. Na yule rafiki yako pia alikuwa akiishi Tabata au yeye alikuwa akiishi sehemu gani kwa hapa jijini Dar es Salaam? Na yeye alikuwa anaishi hapa Tabata. Tuendelee na mkasa wetu na simulizi yetu sasa. Baada ya hapo, baada ya kukutana wewe na yeye sasa mlijadili Basi ndo tukajadili hivyo, akaniambia kwamba bwana, mimi nataka nikupeleke sehemu. Yaani nikuunganishe na mtu. Nikamwambia bwana, mimi kuniunganisha sawa, inawezekana. Lakini huyo mtu yaani ndo anayetoa umaarufu ama vipi? Akaniambia yeye anatoa umaarufu wewe ukiwa tayari. Lakini kama utakuwa hauko tayari, huwezi kuupata maarufu kirahisi. Nikamwambia sawa, mimi niko tayari na natamani upate huo maarufu. Akasema basi sawa. Akasema sasa hapa ngoja nimpigie kwanza simu, ili sasa nipate connection naye. Nikamwambia sawa, haina shida. Pigie. Basi akampigia simu. Akamwambia bana, hapa niko na rafiki yangu kama ndugu yangu, yani ni rafiki, ni zaidi ya rafiki, kama ndugu. Una shida gani? Ana shida gani? Akasema bana, rafiki yangu mimi ana shida, ila shida hiyo sasa mtakapoonana ndio atakwambia. Akasema haina shida, atakapofika mimi nitamwangalia
nitajua tu shida yake, haina shida. Nikamwambia sawa. Akamwambia sawa. Sasa tulikuwa tunaomba utuambie tuje lini wewe nafasi yako. Akasema kwa sasa hivi hizi siku 2 hizi mimi nimetingwa sana, niko busy, nina watu wengi sana ambao nawafanyaje, nawahudumia. Kwa hiyo sasa hebu naomba mnitafute kesho kutwa. Kesho kutwa mnitafute wewe au yeye achukue namba yangu anipigie, alafu mimi nitawaambia mje lini. Akamwambia sawa, haina shida baba. Basi tulivyotoka pale tukaachana, kila mtu akaendelea na mishemishe zake. Ilipofika ile siku, kabla mimi sijampigia, yule rafiki yangu akanipigia simu. Vipi, ushaongea naye? Nikamwambia nilikuwa nasubiri tu hapa muda ili nimcheki. Akasema sawa. Basi mimi kweli nikafanyaje? Nikamcheki. Akaniambia sasa mimi nilikuwa naomba mje kesho. Huko sijui mtapanda gari ya usiku ili hapa muingie asubuhi, ila mje kesho. Kaambia sawa, haina shida. Katuuliza kwani mnaishi wapi? Kaambia si tuko sehemu fulani. Kanambia basi kama mko huko kwa kuingia kesho sidhani kama itawezekana. Kaambia sawa. Yeye wakati huo ni mkoa gani huo unasema huyo mtaalamu alikuwa akiishi? Yeye anaishi Songea. Songea? Anaishi Songea Madaba huko ndani huko vijijini. Na huyo rafiki yako alikujuaje huko Songea? Hapo sasa mimi na wewe hatujui kwa sababu sikuwahi kukaa na kumuhoji. Niona sikukaa. Lakini mtu anavyokueleza kwamba muende, si unaweza ukataka kujua kwanza huyo yeye alimpataje, historia yake ikoje? Je, kama anakupeleka mkenge labda ukatolewe kafara utajuaje? Kwa ule muda, kwa sababu mimi nilikuwa nataka umaarufu. Kwa kweli hata sikuangalia hayo. Basi baada ya hapo kaambia sisi tutaingia kesho asubuhi kwa sababu kuna gari ambayo inatoka huku jioni na tutafika huko saa 11 au saa 12. Kwa hiyo haina shida. Akasema sawa. Basi toka pale bani nikampigia simu rafiki yangu. Nikamwambia bana, yule mtu tayari nimeshaongea naye, amesema kesho natakiwa tuwe kule. Akasema kwa hiyo, nikamwambia sasa hapa mimi ndo tayari niko kufanyaje? Nataka hapa nianze kufanya maandalizi ya kujiandaa kwa ajili ya safari. Je, wewe mwenzangu? Akasema mimi haina shida. Yaani wewe mimi ukiniambia hata saa hizi tunaenda. Nikamwambia tuondoke jioni. Sawa sawa. Basi tulifika jioni. Tukaenda zetu stendi, tukapanda zetu gari. Tukaingia Songea. Ndio, saa ngapi ilikuwa saa ngapi? Pale tulifika ilikuwa kama saa 10 hivi kasoro. Ya usiku au ya jioni? Ya usiku. Tulishuka gari saa 10 ya usiku. Pale Madaba. Ndio, Madaba. Kwa sababu Madaba hufiki Songea mjini kabisa. Ni vijiji vya katikati. Kwa hiyo tukaingia pale saa 10 kasoro. Kwa hiyo tulivyoshuka pale gari tukafika tu sehemu hivi kuna roji, kabidi tuende maana ilikuwa bado kwamba ni hakujapambazuka. Tukamwambia tu twende tu pale tukazugezuge hata tu masaa 2 kupambazuke, alafu tufanyaje tuchukue pikipiki maana kule unaenda na pikipiki. Basi tukalala pale mpaka kama masaa 2. Tulivyoamka asubuhi tukajiandaa tukachukua pikipiki, muda wote tushapata mawasiliano naye, tukaondoka zetu. Tukafika hadi pale. Basi tulivyofika pale kweli akatupokea. Basi alivyotupokea tukaanza sasa kuingia kwenye hayo mambo. Unaitwa nani? Samani kidogo. Aliwapokea yeye mwenyewe au alikuwa na wasaidizi wake au mazingira ya pale kwa mganga alikuwaje? Unaweza kuelezea kwa kifupi japo mtazamaji wetu aweze kufahamu? Kiukweli pale anao wananili wasaidizi, lakini kwa ule muda sisi tulivyofika, kwa ule muda ambao sisi tulifika pale hatukawakuta wasaidizi kwa sababu sisi tuliwahi. Na tumefika pale saa 1 kasoro. Unaona? Kwa hiyo sisi tulivyofika pale tulikuta wasaidizi wake bado hawajaamka, sio hawajafika, ila sisi pale tulimkuta yeye. Ndo alitupokea, akatuonyesha chumba, tukaingia pale tukaweka mizigo yetu. Mizigo tuliweka wenyewe, tukaweka mizigo yetu. Baada ya hapo ndo tukaona
muda ulivyokuwa unazidi kwenda, tukaona sasa wasaidizi wake nao wamefika. Basi baada ya pale tukaingia kwenye hicho chumba, na sasa tukaanza mahojiano vizuri. Vipi, ulikuwa wewe unaitwa nani? Mimi kweli nikamtajia jina langu. Nikamwambia mimi jina langu la kisanii naitwa Vediana, kifupi Vedi. Akasema sawa Vedi. Ulimwambia pia samani, ulimwambia kwamba unaigiza? Nilimwambia mimi ni muigizaji, jina langu. Akaniambia jina lako ambalo unalolitumia kwenye usanii unaitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa Vedi au Vediana, kirefu Vediana, kifupi Vedi. Akasema sawa, haina shida. Sasa hapa ngoja basi nifanyaje? Niangalie na nyota yako, je, ipoje? Wakati huo rafiki yako pia mko naye? Tupo naye, tupo wote tumekaa. Ndio, tuendelee. Basi akaniangalia nyota yangu, akasema nyota yako kiukweli ni nyota yako ya kitaji, unatakiwa kweli uwe maarufu, lakini sasa kuna vitu ambavyo vinavyo kukwamisha. Na hiyo nyota unasema kwamba alikuangalia nyota yako, yaani anakuangaliaje? Anakuangalia usoni au kuna namna gani ambayo ilifanyika wewe ukajua kabisa hapa kakuangalia na kweli kajiridhisha? Anakuangalia, anachukua mkono wako afu anafanya mkono wako anakuweka kwenye kioo, ana kioo chake yeye amekitengeneza, anakuweka mkono wako, anachukua mkono wako anakubandika pale. Akisha kubandika tayari ndio unataja yale majina, unataja jina lako halisi, achana na jina la kisanii. Jina kamili. Jina lako kamili, yani jina lako halisi unalitaja pale, na ubini wako na ukoo wako vyote unavitaja. Akisha nania anakuambia toa mkono wako, unatoa mkono wako. Ukishatoa mkono anakuangalia, anasema kweli, ndo akaniambia sasa, kwa hapa nilivyoangalia kweli wewe nyota yako ni nzuri, ila sasa hii nyota inabidi isafishwe ili iwe vizuri zaidi. Ndio. Nikamwambia sawa, haina shida. Sasa ili nyota yako ing'ae zaidi na ili uwe maarufu, basi kuna vitu ambavyo inatakiwa wewe ufanyaje, uvifanye, na kuvifanya huko inatakiwa mimi nikupe wewe masharti. Ukiyatimiza hayo masharti ndipo utafanyaje, utakuwa maarufu na utaupata maarufu. Nikaambia sawa. Akaniuliza, je, uko tayari? Nikaambia mimi niko tayari. Utatunza siri? Akaniambia utatunza siri kweli? Nikaambia mimi. Na hilo alikuuliza? Aliniuliza. Utatunza siri kweli? Nikamwambia, je, unaweza ukahimili? Una kifua? Nikaambia mimi naweza, kwa sababu na utafuta umaarufu, na umaarufu na uitaka na uhitaji kabisa toka ndani ya moyo wangu. Mimi nitapambana. Ndio. Akasema sawa. Akaniambia sasa utakaa hapa mwezi huu mmoja. Hilo ndio sharti kwanza la kwanza. Akaniambia sharti la kwanza utakaa hapa mwezi mmoja. Nikamwambia nitaweza kweli? Akaniambia kama utashindwa kukaa mwezi mmoja, basi hata hayo masharti mengine sidhani kama utayaweza. Kabidi nikae kwanza kimya. Nikamuita mkuu, hebu naomba kwanza nifanyaje, nitoke kwanza nje niongee kwanza, nitete kwanza jambo na mwenzangu kidogo. Huyo rafiki yako. Akaambia sawa, haina shida, nendeni mkatete. Nikatoka kaenda nje, kabidi tutete na mwenzangu. Nikaambia jamaa, rafiki yangu, mimi nitaweza kweli? Akaniambia wewe umesema unataka maarufu, yaani umetoka ulikotoka umetumia shilingi ngapi? Mwezi mmoja hapa ushindwe kukaa, haya mengine utaweza? Nikasema kwa hiyo sasa nafanyaje? Akanambia wewe kaa hapa huo mwezi, huku unaendelea kufanyaje, kufanya hayo masharti yake ambayo anawafanyaje, anayoyaita, ili wewe yatekeleze na ili wewe maarufu, basi kubali. Nikamwambia sawa, haina shida, nitafanya kwa sababu nina uhitaji. Akaniambia basi sawa. Tukarudi ndani. Vipi?
Nikamwambia kuna vitu tu tulikuwa tunaenda kushauriana kuhusu nyumbani huko mimi ninavyokaa hapa, huo mwezi mambo kule nani anasimamia na familia yangu nani anafanyaje anaiendesha, maana pale kuna watu ambao nimewaacha nao wananitegemea mimi. Samani kidogo, ina maana hapo anasema ukae ubaki peke yako, yule rafiki yako yeye anarudi jijini Dar es Salaam au naye mnakaa naye pale? Rafiki yangu anarudi. Ina maana alitaka ubaki wewe peke yako, rafiki yako arudi jijini Dar? Ndio. Tuendelee mbele. Baada ya hapo basi, baada ya hapo nikamweleza hivyo, akasema kwa hiyo. Nikamwambia mimi na huyu tumeshamalizana. Kumbe leo tulichokuwa tumeenda kukiongea kwa ni kingine. Nikamwambia basi haina shida, mimi mkuu nimefanyaje? Nimekubali. Akaniambia hapo ndo nilikuwa nataka nisikie jibu kama hilo. Nikamwambia sawa. Basi kabidi nibaki. Mwenzangu akalala ile siku, maana tulikuwa tumechoka sana ile siku. Akaniambia leo wewe lala tu. Hamna kufanya kazi yoyote hapa. Wala sijui kuenda wapi wala wapi. Maji nini? Wahudumu wangu watafanyaje? Watawahudumia. Kwa sababu kweli nimechoka na nini na safari. Akaniambia sawa. Basi tukaingia zetu kupumzika. Muda ulivyofika wa chakula tukaamshwa, tukala chakula. Mpaka siku yake iliyofuatia rafiki yangu ndo akafanyaje? Akatoka akaanza safari. Nikabaki mimi peke yangu. Hapo sasa nilipobaki sasa peke yangu ndio mtiti sasa ulipoanzia. Masharti. Sharti la kwanza. Wakati ule rafiki yako amesharudi sasa jijini Dar es Salaam, umebaki peke yako, ikaanza mtiti. Sasa hapo ndo penye kiini, mtazamaji wetu anakufuatilia kwa makini. Sasa twende moja kwa moja. Baada ya hapo masharti yakafuata. Tuendelee mbele. Hapo sasa masharti yakaanza. Unaamka saa 11. Unafagia uwanja. Uwanja ni mkubwa. Unafagia uwanja. Ukimaliza kufagia, unaingia kwenye vyoo, maana vyoo vya kule amejenga vile vya manyasi. Choo peke yake cha nyasi, bafu zipo kama 3 hivi. Tuseme pana mandhari ya kijijini, kama kijiji fulani, kijiji. Ni mandhari ya kijiji, si ndivyo? Ndio. Tuendelee mbele. Unafagia, unaenda chooni, unafagia tayari, unaweka maji vyoo vyote, unaenda bafuni, kuna mitungi ile mikubwa ile ambazo naingia ndoo hizo 2 kubwa, mitungi ile mikubwa unajaza maji bafu zote. Ukimaliza hapo unaanza kuwasha moto, unabandika maji sasa ya kuoga. Yeye akiamka anaenda bafuni anaoga. Yaani kazi za pale zote unazifanya wewe. Nimefanya zile kazi ndani ya wiki 2. Hapa mali sharti ambalo shida ambayo nimeiendea baada hata sijaanza kutibiwa. Nafanya tu kazi zile za pale. Naenda kwenye kuni huko, naenda kusenya kuni na weka hapo. Narudia mizigo hata 5. Lakini kwa sababu nina shida, ikabidi nifanyaje? Nikubali. Na ashasema maarufu hauji tu hivi hivi, na ukiangalia ni kweli. Kabidi nifanyaje? Nipambane. Na afanya hizo kazi zote. Unapika, nakwambia ugali sufuria hiyo peke yako. Napika mboga, naandaa. Mpaka ilivyofika wiki 2. Samani kidogo, kabla hatujaendelea mbele kidogo. Wakati unaandaa hivyo vyote, kabla ya hapo ulishawahi kujiuliza au kumuuliza mtu ambaye alikuwa akizifanya hizo shughuli kabla wewe kufika, alikuwepo au wewe ndio ulikuwa umeanza kuzifanya hizo shughuli? Yaani kiukweli kwa pale niliulizia, kwa sababu kati na ninavyoenda kusenya kuna kukutana na watu. Wakawa wananishangaa. Kwani wewe dada umefikia wapi? Nikaambia mimi nimefikia sehemu fulani. Yaani umekuja pale ni ndugu yake au? Naambia hapana, mimi nimekuja pale nina shida tu zangu mwenyewe binafsi. Wanakuuliza wakati huo, wanakuuliza watu ambao ni wenyeji wa kijijini pale. Vipi sasa? Mbona tunaona wewe ndo mara nyingi unakuja kwenye kuni, kwenye maji? Nikaambia mimi sijui, mimi nijua labda ndo taratibu zake.
Akasema kwani wewe unaona pale watu wanakuja kutibiwa unaonaga unafanya kazi kama hizo? Nikamwambia mimi siwaona wanafanya kazi kama hizo. Sasa sijajua kwa sababu wanakuja labda wao ni wagonjwa sana au vipi, mimi sijafuatilia. Akasema wewe mbona unafanya kazi sana, yaani hatujawahi kuona. Nikamwambia ndio hivyo sasa, kama umekuja una shida sasa, si ndio inabidi ufuate ambaye mwenye nyumba ambaye anataka au mwenyewe ambaye anatakiwa kusaidia, inabidi ufuate yeye anachokitaka. Akasema pole dada yangu, sisi tujai kuona. Mbona yule mzee waga afanyagi hivyo? Kwani wao majirani wa hicho kijiji walikuwa wafahamu kwamba huyo Sangoma yeye ni shughuli zake ni za kiganga? Walikuwa wanajua, sasa walikuwa wanashangaa. Yaani kwa nini mimi nafanya hivyo? Kwa nini yani mimi nafanya zile kazi? Wakati zile kazi yeye ana wale watu ambao wanaomsaidia pale. Ndio inatakiwa wanazifanya hizo kazi. Sio mtu ambaye anakuja pale anatibiwa au amekuja na shida zake afanye hizo kazi. Huwa walikuwa wafanyaje? Hawafanyi. Sasa wakashangaa mimi kwa nini nafanya? Kwa nini mimi nafanya hizo kazi? Kwa hiyo wakawa na nini wanajiuliza. Ila mimi mwenyewe ndio nikawa na siri yangu. Mimi kuna kitu ambacho nakitaka na siwezi kuondoka pale bila kukipata hicho kitu. Ila wao sasa wakawa hawajui. Mbona? Basi kabidi mpaka zile wiki 2 zilivyofika ndo akaniita siku hiyo sasa ndani. Akaniambia kiukweli wewe unautafuta kweli umaarufu. Ila angekuwa tu mtu mwingine, mdada mwingine wa mjini, anatafuta hata kama usuperstar kama asingekubali kufanya hizi kazi zote. Mimi hizi zote kazi nilikuwa nakupima nikuone, je, wewe kweli una uhitaji huo umaarufu? Au unataka tu bla bla? Nikaambia sawa, haina shida, mimi niko tayari, wewe niambie chochote. Akaniambia sawa. Sasa hapa na leo umefikisha leo wiki 2. Sasa naomba kuna kitu nataka tena nifanyaje? Ukifanya, lakini kitu hicho sio leo wala kesho. Na kuanzia leo hautofanya tena nini? Hautofanya tena hizo kazi. Nikamwambia sawa, haina shida. Kweli nilikaa siku 3. Hapo sijapewa dawa aina yoyote. Yaani sijafanyishwa yani dawa yoyote ile, sijala dawa wala sijaoga wala sijafanya chochote. Kwa hiyo huo mlolongo wa mzunguko wote ilikuwa ni kama vile ukaribisho kwa mganga. Yaani kama ukaribisho tu kuniona, je, nina nia kweli? Na kweli unautaka umaarufu, unataka kuwa maarufu kama mem kwa school vile Steve ambavyo anavuma? Hapo sasa kweli wewe unataka kweli umaarufu? Nasema kwa sababu kweli nina uhitaji. Basi nikatulia, nikasimgasi. Mpole. Kweli zile siku 3 zilipofika, akaniambia sasa, naomba nisikilize. Kuna masharti natakiwa nikupe. Masharti hayo ni lazima uyafanye. Ikiwa kama ndio njia moja wapo ya kufanyia dawa. Nikamwambia nikafanya hivi nikafanya. Akasema vipi? Mbona unaguna? Kama unashtuka, uwezi. Sijakutajia hata sharti lenyewe unaanza kuguna. Nikamwambia hamna baba, wewe niambie tu. Sharti gani hilo? Akaniambia hivi, leo usiku nataka uende makaburini. Nikamwambia sawa, makaburini kafanye nini? Akaniambia nilikuwa nataka ukaniletee mchanga wa yule mtoto mchanga, yaani katoto kadogo, yani namaanisha ni mtoto ambaye alikufa akiwa mdogo. Ukalete mchanga kwa maana mtoto mdogo au mchanga wenyewe wa kuzoa wa yaani mchanga ule mchanga wa ardhini, ule mchanga ule wa ardhini wa mtoto mdogo. Sasa mtoto mdogo akiwa wapi? Hapo kuna mkanganyiko kidogo. Mtoto mdogo aliyekufa, yaani mtoto mdogo aliyekufa, unaenda pale juu ya kaburi unachota ule mchanga nimpelekee. Unaangalia kwa maana hiyo inabidi utazame kwamba kaburi ni la mtoto mdogo. Sasa wewe ulijuaje hayo yote? Nilijua kwa sababu nilivyofika pale
si unaangalia pale, si kuna tarehe, mtoto amezaliwa tarehe fulani mwaka fulani, amekufa tarehe fulani mwaka fulani, pale si wanaandika juu ya kaburi, wanaandika pale kwenye msalaba. Okay, ndio kwenye msalaba. Tuendelee mbele. Ikabidi niende, nikamwambia baba, saa ngapi? Akaniambia inabidi hapa utoke saa 7. Saa 7 mchana au saa 7 usiku? Saa 7 ya usiku. Peke yako unaenda makaburini. Kasema Mungu wangu. Ni mazito kweli kweli, ni siri nzito kweli kweli. Mpendwa mtazamaji, tunaendelea kupata simulizi hapa na mwanadada huyu. Ni simulizi nzito kweli kweli, inafichua siri nyingi ambazo zilikuwa zimefichika. Tuendelee kupiga story mwanadada Vidiane. Tuendelee. Basi nilivyotoka hivyo nikamwambia sawa, haina shida. Akaniambia sawa. Kweli. Toka nikaenda kwenye chumba hicho ambacho ninacholala. Nilipofika saa 6, maana nilitega alarm. Nilipofika saa 6 nikaamka. Ikawa nimekaa. Ila nawaza na hata fakari. Hivi nitaweza kweli? Nikasema hapa tu kwa sababu nautaka maarufu nitaweza tu. Nikatoka hiyo saa 7. Ni kidogo pana umbali. Unatembea nusu saa kwenda huko makaburini. Na ndio maana yeye alisema inabidi hapa utoke saa 7. Kwa hiyo kwa mwendo ambao ukitembea taratibu unashangaa mpaka kule unafika saa 8 kasoro. Samani kidogo hapo, hayo makaburi yalikuwa upande gani? Na pia ni nani ambaye alikuelekeza katika hayo makaburi mpaka ukaweza kufahamu kwamba yako sehemu fulani? Hayo makaburi yeye ndo alionielekeza. Kwa sababu muda ambao wanaoniambia nikamwambia, lakini si unajua mimi ni mgeni. Na je, ilikuwa katika siku gani ambayo alikupeleka katika hayo makaburi? Ilikuwa siku ya Ijumaa. Ilikuwa siku ya Ijumaa, yaani sema ilikuwa Alhamisi. Sawa, wakati ananipa hilo sheriti. Ila ilikuwa ni saa ngapi? Ni mchana. Ndo ameniita, tunaongea, ndo sasa ananipa hilo sheriti. Nikamwambia, lakini si unajua kama mimi makaburini sipafahamu.